Okay. Kwa kweli kwenye jamii yetu inaonekana hivyo kwamba kwanza ukinywa kitu cha moto ndio maziwa yanatoka, lakini mimi naweza kusema kuna yani lazima kuwe na uwiano mzuri wa lishe, yani lishe yote lazima iwe na uwiano mzuri. Sijui kama nutritionist wanaweza wakaongea zaidi kwenye hili, lakini mimi ninachoweza kusema lishe yenye uwiano mzuri wa carbohydrate, protein, mboga za mayai, you need fibers, mboga za majani, matunda, upate pia nuts ambazo ni mbegu ambazo utapata yale mafuta ambayo ni bora, na kunywa maji ya kutosha kulingana na mahitaji ya siku, kwamba mama anatakiwa anywe mpaka lita 3 ili kuproduce. Na sasa unakuta kama huko ambako unasema kaskazini mtu anapewa it's more of carbohydrate, ukiangalia yani ni more of carbohydrate. Sijajua yani unakuta hata kama ni nyama ni kidogo sana, ni more of ndizi kuliko hizo mboga za majani, kuliko matunda. Lakini kitu kikubwa ni kuwe na balanced diet, na kwa sababu yani mambo yanayoweza kuongeza uzalishaji wa maziwa ni ile unavyo pia mnyonyesha mtoto mara kwa mara. Kwa kadri unavyoendelea kumnyonyesha mtoto, una maana unazalisha. Kwa supply and demand, unavyonyonyesha maziwa pia yatajaa. Lakini pia ile kuhakikisha mtoto ana latch vizuri, kwa sababu unaweza ukawa unamshika mtoto unajua ananyonya, kumbe anyonyi au hapati vizuri. Kwa hiyo ina maana hiyo mechanism ya pia mtoto kuvuta na maziwa kuendelea ni hormone hapo zina mawasiliano.